Mheshimiwa Spika, mafanikio ya bajeti hayapimwi kwa ukubwa wa fedha zilizoziidhinisha, bali kwa ukubwa wa matokeo yatakayofikiwa kwa wananchi. Idadi ya wananchi watakaopata huduma bora zaidi, vijana watakaopata ajira na fursa, mama atakayejifungua salama, mtoto atakayesoma katika mazingira bora, na mzee atakayepata huduma kwa heshima. Huu ndio moyo wa bajeti hii. Mheshimiwa Spika, napenda kuwahakikishia waheshimiwa wajumbe na wananchi wote kwa ujumla kuwa serikali itaendelea kusimamia matumizi ya fedha za umma kwa nidhamu ya hali ya juu, kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani, kuongeza uwajibikaji, kuendelea na mageuzi ya usimamizi wa fedha za umma, pamoja na kuhakikisha kila shilingi ya wananchi inaleta matokeo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, hii si bajeti ya kutumia pekee, bali ni bajeti ya kujenga. Ni bajeti ya leo pekee, bali ni bajeti inayowekeza katika Zanzibar ya kesho. Ndio maana wananchi wanapaswa kuona matokeo ya kila shilingi iliyoidhinishwa na baraza hili kwa vitendo. Bajeti hii inaakisi falsafa ya serikali ya kuhakikisha kuwa kila shilingi ya umma inaleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Ndio maana vipaumbele vyake vilielekezwa katika maeneo yatakayochochea ukuaji wa uchumi na kuendeleza miundombinu ya kimkakati na kuhakikisha kuwa na maendeleo yanayofikia wananchi katika kila kona ya Zanzibar. Tunataka kila mwananchi popote alipo aweze kuona bajeti hii katika maisha yake kupitia barabara anayoitumia, shule anayosoma mtoto wake, hospitali anayopata huduma, maji anayokunywa, ajira anayopata na fursa za kibiashara zinazofunguka. Hapo ndipo mafanikio halisi ya bajeti hii yatakapopimwa. Mheshimiwa Spika, bajeti hii chini ya uongozi wa Jemadari wa Maendeleo Daktari Hussein Ali Mwinyi ni bajeti ambayo inaonyesha miradi mikubwa ya kimkakati kama ambavyo nimetaja: barabara za mijini na vijijini, skuli katika maeneo mbalimbali, hospitali, bandari katika maeneo yetu yote ya Unguja na Pemba, viwanja vya ndege, viwanja vya michezo, ukusanyaji wa mapato, matumizi ya mifumo, uwekezaji. Lakini yote haya yatasimamiwa na suala zima la amani. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru na kumpongeza sana Daktari Hussein Ali Haya ni mambo makubwa yanakwenda kubadilisha uchumi wa Zanzibar. Nami nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi kuendelea kumuunga mkono Daktari Hussein Mwinyi, kuendelea kuiunga mkono serikali yake, lakini kuendelea kushikamana katika kujenga uchumi wa Zanzibar na watu wake. Mheshimiwa Spika, haya yote ambayo tunakwenda kuyatekeleza, msingi mkuu wa utekelezaji wa haya ni uwepo wa amani ndani ya nchi yetu. Viongozi wetu hawa wakuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, wamekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza amani ya nchi yetu. Tunaelewa bila ya amani hakuna maendeleo, bila ya amani hakuna ujenzi utakaoendelea, bila ya amani hakuna chochote kitakachoendelea kwa mafanikio. Nitumie nafasi kuwaomba wananchi wa Zanzibar kuweka kipaumbele hichi cha amani, ili haya Mheshimiwa Rais aliyoyaelekeza yaweze kutekelezeka kwa